ambaye anapouzia leo Bosquez, kuna siku atakuja kujilaumu. Yaani kama unamjua Bosquez, hujawahi kufika hata ofisini kwake, utakuja kujilaumu. Mimi huwa mtu akija tu ofisini hapa nikimwona, kwanza nampa hongera. Kitendo tu cha kufika ofisini, nampa hongera. Kwa sababu najua atapata tu kiwanja. Wewe mtu unaenda kupata kiwanja kizuri milioni 1. Kizuri milioni 1. Na bado unaanza na 500,000. Nyingine unamaliza taratibu. Ni favor ya aina gani? Kila mtu anaweza akaafodi. Kila mtu anaweza kuitafuta 500,000. Hata miezi mitatu mtu anaenda kujichanga, anaipata 500,000 ya kuanzia. Akishaanzia tukamaliza kiwanja. Kwa hiyo unakuta kwamba wa mkoani wamekuwa wamejisikia hilo, walikuwa wanaogopa kwamba huko Dar es Salaam. Kwa hiyo yani kwamba mtu ambaye anampuuza Bosquez, kuna siku atakuja, whether I'm alive or not, niwe nimekufa au nipo hivi macho, kuna siku atakuja kujilaumu kwa nini akwenda kutembelea viwanja vya Bosquez na kujichukulia kiwanja. Ni bora uchukue kiwanja usijenge. Wewe chukua kiwanja, tulia. Kiwanja ambacho kiko under Bosquez, hamna mtu ambaye anaweza kaja kukiingilia. Ili kukiingilia eneo umenunua kwenye project za Bosquez, hakuna mtu ambaye anaweza kaja kuingilia. Lakini kifupi ni kwamba ni kweli kabisa kwamba matapeli wamejificha sana huko. Matapeli wamekuwa wakiwatapeli wengi sana. Yaani ukipata sehemu ambayo ni sahihi kama ya Bosquez, hakikisha kwamba unaikimbilia. Na kifupi ni kwamba wateja mimi wangekuwa kwa my ambassador. Yaani ukija kununua tu kwa mteja, na ukija kununua kwa Bosquez, wewe mwenyewe utaenda kunitafutia wateja. Wewe mwenyewe bila hata kukuambia kwamba nikanitafutia wateja. Unajua ni kwa nini? Ni huduma ambazo unazipata kwa Bosquez. First of all, unapata viwanja vya uhakika. Havina longolongo. Wewe mwenyewe ukija tu kwa Bosquez, kuanzia from the starting point mpaka unakuja destination, mpaka unanunua, unaona kabisa kwamba niko sehemu sahihi. Mtu anatoka kutoka kule kabla hajaja, anaongea kabisa mimi nimeshatapeliwa bwana nini? Yaani anakuwa na hasira kabisa. Lakini akija tu kwenye ofisi, nafikiri mnaiona, akija tu kwenye ofisi anajua kabisa these people are serious. Kabla hata jalani, baada ya hapo atachukuliwa na magari. Na magari yangu yote, kwa nini nimeweka sticker za Bosquez na namba yangu? Yaani hiyo yote ni kuonyesha jinsi gani nilivyo clean. Na wahudumu wangu wote, ukiangalia t-shirt zao zimeandikwa Bosquez na namba zangu za simu. Yaani kuonyesha kwamba kifupi ni kwamba ukija kwa Bosquez ni sehemu salama sana. Sijawahi, mimi huwa nasema sina historia hata kupelekwa kwa mjumbe. Yaani inamaanisha kwamba mimi mwenyewe sijawahi kupigwa, kwa sababu unaweza ukapigwa wewe mwenyewe. Yaani mimi mwenyewe naweza nikapigwa. Kuna siku niliambiwa, ilikuwa kwenye daladala. Nimekuwa nikiulizwa mara nyingi sana hilo swali mtaani, wakigundua tu kwamba huyu ndio Bosquez. Bosquez gani ambaye viwanja haviishi? Huyu Bosquez vipi? Mbona ananiuza viwanja kila siku afu haviishi? Yaani unajua watu wanajua labda hivi viwanja mimi narithi. No. Labda niwaambieni system ambayo mimi naipata viwanja, watu ambao hawajui. Ni kwamba kifupi ni kwamba viwanja mimi nimekuwa connected na, yani kuna madalali wameacha kuuza viwanja baada ya ujio sisi kwamba hawapati watu wa viwanja, wanaamua kututafutia sisi maeneo. Yaani wenyewe wanaenda kule, mtu ambaye labda ana shida anaweka zake 10. Kuna watu ambao wametunza, nyinyi wa mjini mnakuwa mjui hivyo. Kuna watu ambao wametunza maeneo. Watu viongozi wengi sana wameniuzia viwanja hapa. Umeelewa? Ambao wametunza maeneo yao kwa muda mrefu. Maeneo hayaishi. Bosquez ana system ya kununua maeneo. Na watu hawaishi shida. Asikudanganye mtu. Leo uko vizuri, kesho unaumwa. Ukiwa unaumwa, hauna hela, kuna kitu ambacho ulikuwa umekihifadhi, kadhalika zako 10 ziko kule. Mtu akumtafuta ni nani? Utamtafuta Bosquez. Wamekuwa wakija sana ofisini, bwana mimi nina shida, naomba. Na labda nikueleze kwa nini Bosquez ana viwanja vya bei rahisi. Watu hawajui. Kwa nini Bosquez ana viwanja vya milioni 1 na ukienda ni sehemu nzuri, ni sehemu ambayo ina maji na umeme. Kwa nini inakuwa na milioni 1? Waga inanisaidia sana kwamba watu wanakuwa na shida. Ukiwa una shida, natumia shida yako kupata bei rahisi, afu nawauzia watu kwa bei rahisi. Kusema na ile ukweli, huwa nacheleka kwenye shida yako. Ukiwa na shida ya pesa, unauguliwa na mamako mzazi, yuko Mloganzila, uliangalia thamani ya eneo. Hutaangalia thamani ya eneo kwamba hili eneo kwa kawaida hapa labda panauzwa milioni 10. Hutaangalia hiyo. Utaangalia jinsi gani ya kupata hela kwa haraka kumtibu nani? Mamako. Utaenda kwa Bosquez. Bosquez kuna hela zimekaa tu zinasubiria, ziko kwenye account kwa ajili hiyo. Yaani zipo tu. Kwa hiyo ukija kwa Bosquez, ukishaelewana, tayari mimi nakupiga kwa bei ndogo, kwa sababu nimeshagundua hata una shida. Ngoja na mimi nitumie shida yako tuwasaidia pia wananchi wengine. Na natumia shida yako na nunua kwa bei rahisi
mwisho wa siku nakuja kuwauzia wananchi kwa bei rahisi zaidi. Kwa hiyo maeneo siku zote tunafanya hivyo. Tunauziwa maeneo kwa wenye shida, kwa mtu ambaye ameamua kakaa na eneo muda mrefu limepanda thamani. Mtu amenunua, mimi maeneo huwa nakuta mtu amenunua heka 5 ambazo kwa muda huo na ununua milioni 60, yeye alinunua milioni 2. Mpaka nacheka. Sasa tayari imeshafika sasa wakati ambao yeye anauza, anamtafuta Bosquez. Mimi ndio muda wangu sasa hivi wa kuuza. Sio kwamba ana shida, lakini anaona kwamba ile profit inamtosha. Kwamba amenunua eneo shilingi 2000, leo anauza eneo milioni 60, anamfuata Bosquez, anamuuzia ile eneo. Simenielewa? Kwa hiyo maeneo yanauzwa day after day. Na pia ndio maana unaona kwamba inapanuka. Yaani nikueleza kitu kimoja, naishukuru serikali, naishukuru Mama Samia. Yaani kifupi ni kwamba wamekuwa wakipeleka umeme mpaka sehemu ambayo utegemei. Yaani wanapopeleka umeme ndio Bosquez anaenda huko. Yaani mtu akija akiona tu kuna umeme, haachi kuja kudunua na anajenga at that moment kwa sababu tayari anajua hapa kuna nini? Kuna umeme. Kwa hiyo umeme unavyoenda ndivyo inamaanisha kwamba kuna wakati tutafika mpaka Machalinze, tutafika mpaka Morogoro. Sijui umeelewa. Ya sababu umeme unavyoenda na sisi ndio tunaenda. Umeme unavyoenda kwa hiyo kwamba yani miaka na miaka tuwezi tukaishiwa ardhi. Na kila mtu anapenda amiliki maeneo ya Pwani and Dar es Salaam. Kila mtu ndio ndoto yake. Kwa hiyo unaweza kukuta mimi napata wateja mpaka mikoani wanakuja kwamba tunakuja kwa ajili ya kununua eneo. Moshi, Arusha, Tabora. Yaani wanakuja kabisa kwamba mimi nimesikia kwenye redio, nimesikia kwenye TV kwa sababu natangaza hadi kwenye TV. Natangaza mpaka kwenye redio. Kwa mfano TBC natangaza. Kwa hiyo wanasikia kule wanakuja wananunua kutoka Pwani. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni nzuri sana kwenye biashara ya viwanja kwa sababu watu wengi sana, lakini taingia mpaka mikoani very soon. Kwa ni kubwa sana, speed ni kubwa sana. Lakini vile vile nimeamsha na wengine. Kuna wengine siku hizi wanajiita boss. Hiyo pia najifunia kwamba mimi ndio nilikuwa mwanzilishi. Mimi ndio Bosquez. Yaani Bosquez original ni Bosquez. Lakini kuna mtu anafeel kwamba na mimi nipitie upepo wa Bosquez. Yaani mimi nitafanikiwa kama Bosquez. Mtu anaenda kujiita bosi fulani. Mimi uwezi amini nikikuta vile sichukii na nafurahia. Yaani nafurahia kwamba huyu jamaa kaona mimi the way nilivyofanikiwa na yeye anapata. Kuna mimi tayari sasa hivi na mashabiki. Kuna mtu mmoja ananiambia kabisa, bosi fulani anakugeza. Nikamwambia napenda mimi anigeze. Yaani na feel proud mtu anayejitafutia shilingi kwa kutumia njia za Bosquez. Na huyo mtu kimwangalia anaenda ule mfumo wa Bosquez. Umeona? Na kweli kule ana gain something, umeona? Unaweza usipate kama Bosquez lakini you can gain something na ukaishi vizuri sana. Kwa hiyo nimekuwa nimepata kila kitu. Yaani kifupi ni kwamba nimepata hela sana kutumia huko. Na sio kwamba nimepata hela kwamba napata mafaida mengi sana. Ni uuzaji wa kiwango cha juu. Yaani Bosquez lilihit sana au limehit sana. Kwa hiyo mtu akienda pale, cha kwanza kuuliza ni kwamba wewe mbona Bosquez anauza milioni 1.5? Si umeelewa? Yaani mteja lazima akuulize. Na amekuwa akiniambia kwamba bwana sisi wanatuambia Kiduve kuna milioni 1.5. Naambia ni kweli, wewe mlete kwangu. Yaani hapo unajua mtu anauza viwanja afu namwambia mlete, ni kweli vipo. Last wewe tafuta vya milioni 1.5. Sio rahisi kupata vya milioni 1.5 kwa sababu mpaka upate mtu mwenye shida sana. Umeelewa? Na mimi nimekuambia kabisa kuna wengine, makampuni mengine wanataka faida kubwa. Mimi Bosquez na faida ndogo. Kwa hiyo ule upinzani anaweza kuongea chochote. Huwa naogopa, sometimes nafuatilia sana. Unaweza kukuta labda hata wanaweza kunipollute. Siwezi kujua. Ingawaje bado sijawahi kupata mtu akaja kuniambia hivi, lakini huwa kama nahisi kwamba anaweza mtu akaenda jamani kwa Bosquez. Yaani kuna watu hivi, unaelewa kwamba kuna mtu kampuni nyingine wananipigia simu, Bosquez anakuongelea huyu hapa mteja wangu. Mimi naambia bwana nunua huko. Sijui unanielewa. Yaani kwamba ni kampuni nyingine mtu akina anamuongelea Bosquez kule. Kuna mtu anataka hata amuone Bosquez. Bwana mimi natamani hata nimuone. Kuna mtu alishawahi kushuka pale kwenye kampuni anataka aje nione tu Bosquez. Na akaja akanunua kiwanja. Sijui umeelewa. Na yuko kwenye kampuni, yani kaenda kapata source nyingine lakini anataka ajue Bosquez anakaa wapi. Umeelewa? Alivyokuta tangazo hapa akamwambia naomba unishushe nikamuone Bosquez. Kwa hiyo wanapata changamoto sana ya hili jina. Ndio maana nakwambia kwamba kuna watu ambao wamerun bankrupt wengi sana.